Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Uadui baina shaitan kwa maana Iblis na mwanaadam ni uadui ambao ni mkubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha sana katika Qur'an juu ya kwamba shaitan ni adui wa mwanadamu, lakini pia Ibilisi mwenyewe akawa ametangaza uadui kwamba atahakikisha anampoteza mwanadamu, atatumia kila mbinu, kila namna ahakikishe anampoteza mwanadamu asisimame katika njia ya sawa sawa. Akasema, akibainisha mwenyewe Iblis, laatiyannahum min baini aidihim, kwamba kwa hakika na kwa pia Allah subhanahu wa ta'ala, nitakaa mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aimanihim, kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao. Kwa maana nitakaa kila njia kuwazuia katika njia ya kheri na njia ya haki, kila upande, kuliani, kushoto, mbele, nyuma yao, nitahakikisha na wazuia katika njia ya sawa sawa. Haya ni maneno ya Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu, kisha akasema, wala tajidu aktharuhum shakirin, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala hutowakuta katika hawa wanadamu wengi wao wakiwa ni wenye kushukuru. Aya hii ambayo inapatikana katika suratul A'raf aya 17, Ibilisi anabainisha kwamba atahakikisha anamzuia mwanadamu min jami'il jihati, katika njia zote, kila njia ambayo itakuwa ni njia ya kheri, kwamba atapambana kumzuia mwanadamu asipite katika njia hiyo. Na alivyojua Ibilisi huyu al-khabith ya kwamba mwanadamu ni dhaifu na ni mwenye kughafilika mara nyingi, na muda mwingi anaghafilika, akawa ameweka maazimio na akawa na uhakika kwamba kwa juhudi yake ambayo ataifanya kwamba atampoteza mwanadamu, na kile alichokidhania kikawa kina ukweli ndani yake, pale aliposema wala tajidu aktharahum shakirin, na nakuhakikishia Allah subhanahu wa ta'ala hutowapata wanadamu hawa, hutowakuta wengi wao wakiwa ni wenye kushukuru, kwamba watakaye kushukuru ni wachache sana, lakini wengi wao watakuwa ni wafuasi wa Iblis, na wala wengi hutowakuta ni wenye kushukuru. Na ndivyo alivyodhania Iblis, na akamhakikishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hutowakuta, nitakaa mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao, na hutowakuta wengi wao wakiwa ni wenye kukushukuru. Na ndugu zanguni, kushukuru ni njia iliyonyoka,
Na sheitan lengo lake na dhumuni lake na shabaha yake, anakusudia kumzuia mwanadamu asisimame katika njia iliyonyoka. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika ibilisi anaita kundi lake ili wawe ni watu wa motoni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katupa tambii juu ya yale aliyosema Iblis na yale aliyoazimia kwetu sisi, akitupa tahadhari ili tupate kuzinduka juu adui wa huyu Iblis. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha pia, akasema katika sura Yasin aya 60, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah anasema tawbihan wa tadhkiran, akisema kwa ubaya na kutukumbusha sisi wanadamu kwamba hivi sikuwahusia enyi wanadamu, alam ahad ilaykum ya bani adam, hivi sikuwahusieni na kuwatahadharisha enyi binadamu, alla taabudu shaitan, kwa msimwabudu shaitan. Na kumwabudu shaitan haina maana kwamba ukaswali kwa ajili ya shaitan ama kwa ajili ya Ibilisi, ni kule kumtii na kufuata na kukengeuka katika njia ya haki. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shaitan ni adui wa wazi, ni adui ambaye yuko wazi kabisa, ni adui ambaye ametangaza wazi wazi, hajajificha. Ndio Allah anasema taubihan, akizimsema vibaya mwanadamu kwamba hivi sija kuhusieni, hivi sija kutahadharisheni enyi wanadamu ya kwamba msimwabudu shaitan, kwa hakika shaitan ni adui kubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate hatua nyayo za shaitan. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha kwamba shaitan ni adui, lakini pia innama ya'muru bil fahsha, kwamba shaitan kazi yake ni kumwamrisha mwanadamu mambo mabaya, mambo machafu, wal munkar, mambo ya munkar. Ilivyokuwa hivyo, ndugu zanguni, tukasema kuna hatua ambazo shaitan anazipita katika kumpoteza mwanadamu. Na alivyokuwa yeye ni adui Iblis, kwa maana kuna hatua ambazo anazipita, na anaanza hatua ya kwanza, haendi hatua ya pili mpaka hakikisha ile hatua ya kwanza imeshindikana. Ikishindikana ya kwanza anakwenda ya pili, ikishindikana ya pili anakwenda ya tatu, ikishindikana ya tatu anakwenda ya nne, ikishindikana hapo anakwenda ya tano, ya sita mpaka ya saba. Na hatua hizi amezibainisha Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Madariji as-Salikin, kwamba hatua ya kwanza ambayo shaitan anakuwa anaipita hatua hiyo katika kumpoteza mwanadamu,
Kwa hapa imeandikwa kizingiti cha kwanza, kwa maana hatua ya kwanza, kizingiti cha kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake na kukutana naye siku ya Kiyama, kukufuru sifa za ukamilifu wake na namna ambavyo wameelezea mitume wake. Alkufru billah wa bidinihi wa liqaihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarat bihi rusuluhu wa bima akhbarat bihi rusuluhu an. Hatua ya kwanza ni hii ambayo Iblis anaipita katika kumpoteza mwanadamu, ni alkufru billah, kwamba anajitahidi ahakikishe mwanadamu anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ahakikishe kwamba mwanadamu hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, akimwambia kwamba hakuna Mwenyezi Mungu, na hila kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kukufuru zile nguzo za imani ambazo ni sita: al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuamini malaika, kuamini vitabu, kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar. Kwa maana kuja Ibilisi anakuambia kwamba hakuna Mwenyezi Mungu, anakupa hoja kwamba lao kungelikuwa na Mwenyezi Mungu, ama anakuuliza kwamba umewahi kumuona? Sasa ni vipi utaamini kitu ambacho hujakiona? Anakupa mawazo na fikra, na ndio maana utakuta kuna watu wanakuambia hakuna Mwenyezi Mungu, wasa mwanadamu inatokea tu anazaliwa, kisha baadaye akifariki ile roho inatoka inaingia kwa mtu mwingine, anazaliwa, kwamba hakuna Mwenyezi Mungu. Lakini pia atataka ukufuru, usiamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, usiamini vitabu vyake, usiamini yaumul qiyama, siku ya kiyama. Lakini pia ukufuru, usiamini dini, kwamba useme yote ni dini tu, ni sawa sawa na njia, mwingine akapita huku mwingine akapita huku, tutakutana huko sehemu moja. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Kiislamu, na yule ambaye atatafuta dini nyingine isiyokuwa Uislamu, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa hiyo dini yake. Kwa Ibilisi anakupambia kwamba mna haja ya kuwa na dini. Dini ni kitu gani? Waliqaihi, lakini pia Iblis
anataka mwanadamu akufuru, asiamini kwamba kuna siku ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na huko kuamini kwamba hakuna siku kwamba hutokutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba kuamini kwamba hakuna malipo, na hiyo inamfanya mwanadamu afanye atakavyo katika maasi, kwa sababu hakuna siku ya kiyama na wala hakuna siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo anavyofanya Ibilisi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema za'ama alladhina kafaru alla yub'athu, wamedhani, wanadai wala waliokufuru ya kwamba hawatofufuliwa, hawatokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bala wa rabbi latub'athunna. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, qul, sema Muhammad, bala wa rabbi latub'athun, kwa hakika mtafufuliwa, thumma kisha mtapewa habari, mtakhabarishwa na mtalipwa yale mlioyatenda. Na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo rahisi sana. Kwa hiyo Iblis anamwambia mwanadamu kwamba hakuna siku, hakuna kiyama, hakuna siku ya mwisho, hakuna siku ya malipo, kwa sababu kukataa siku ya kiyama na kupinga kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hakuna siku ya malipo kwamba unaweza kufanya utakavyo, ukafanya maasi utakavyo, ukaja kufanya ibada, ukaja kufanya toa, kwa sababu hakuna siku ambayo ni ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wattaqu yawman, ogopeni siku ambayo mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kila nafsi ikalipwa kile ilichofanya, na wala haitodhulumiwa nafsi kwa chochote. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, ikiwa nafsi imefanya khairi italipwa khairi, na ikiwa shari italipwa shari. faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yule ambaye atakuwa amefanya khairi hata kama itakuwa ni ndogo kiasi gani, kama ni khairi ataiona, na yule ambaye atakuwa amefanya shari hata kama ni ndogo kiasi gani atakuja kuiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kipengele hichi cha kupinga kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kinamfanya mwanadamu aache kufanya matendo mema, kwa sababu haamini ya kwamba atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haamini kwamba kuna siku ya malipo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema man kana yarju liqa'a rabbi
falyamal amalan saliha, yule ambaye anatarajia atakutana na Mola wake, basi na afanye amali njema, asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Kama kweli unatarajia na unaamini ya kwamba kuna siku utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na utaulizwa na kuna malipo, utalipwa, na kuna malaika wanaandika amali za mwanadamu, falyamal, kwa anayeamini hivyo, falyamal amalan saliha, na atende matendo mema. Kama kweli unaamini kuna siku ambayo utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo halina shaka kwamba kila mmoja lazima atasemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna mkalimani kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Ibilisi, katika hatua anazopita ni kumwambia mwanadamu akufuru, amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, akufuru dini, lakini pia akatae kwamba kuna siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ibilisi anajua kwamba akimpa fikra mwanadamu kwamba hakuna siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwanadamu huyu hataona haja ya kufanya twaa, kwa sababu akifanya twaa hakuna faida. Kwa hiyo atafanya vile atakavyo. Tukasema, wengine wakasema kwamba hakuna siku ya mwisho, hakuna. Kwa maisha unaishi, ukifariki ile roho inatoka na inakwenda kwa mtu mwingine, anazaliwa mtu mwingine, maisha yanaendelea. Kwa maana wakapinga kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakapinga siku ya kiyama. Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu, wamedai wale waliokufuru kwamba hawatafufuliwa, kwamba ukishakufa habari zako zimekwisha na mambo yako yameishia hapo, hakuna tena kuulizwa, hakuna hisabu. Qul bala, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akaweka taukidi. Kwanza akaweka kiapo, kisha akaleta nuni taukidi kwa msisitizo na kukazia jambo hili. Qul bala wa rabbi la tub'athunna, sema na kuapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika mtakuja kufufuliwa. Na sio kufufuliwa tu, mtapewa habari bima amiltum, kwa yale mlioyatenda. Na hilo ambalo mwanadamu anaona kwamba ni gumu, kwamba anafikiria mtu amefariki, amekufa, ameoza, ashakuwa mchanga, kama itakuwa vipi? Allah anasema dhalika ala Allah yasir, hilo jambo kwa Allah ni jepesi sana, kwa sababu kuanzisha ni kugumu kuliko kurudishia.
Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, itakuwaje ashindwe kumfufua? Lakini pia kipengele kingine, wa bisifati kamalihi, Ibilisi anapita katika kumpoteza mwanadamu kupinga zile sifa za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba zile sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejisifia mwenyewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutajia sifa hizo, anakuja mtu anapinga zile sifa, ima kwa kupinga ama anafanya taawili, kwa maana anabadilisha maana halisi, anapeleka katika maana ambayo sio maana halisi, ama anafanya tashbihi, kwa maana anafananisha. Na sisi tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ambazo zinalingana na utukufu wake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na chochote, lakini as-sami'u ni msikivu sana, al-basir ni muoni sana. Hasa huko kufanana kusikia, kwamba mtu anafananisha kwamba ukimsifia Allah subhanahu wa ta'ala kama na sifa ya kusikia, utakuwa umemfananisha nani na viumbe wengine? La, usikivu wa viumbe una mipaka, kwamba hapo ulipokaa mtu akipita tu hapo akazungumza huwezi kusikia. Lakini usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala tunasema ni usikivu unaolingana na utukufu wake. Hatufananishi usikivu huo tukasema ni sawa na huu, hatupingi, hatubadilishi maana tukasema sio kusikia. Tutathibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni as-sami'u, ni msikivu, anasikia. Lakini hatuwezi kufananisha sasa, kwa sababu usikivu wa Allah subhanahu wa ta'ala unalingana na utukufu wake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala usikivu wake tumesema unalingana na utukufu wake. Lau dunia nzima wakaamua kuzungumza kwa mara moja, yani kwa wakati mmoja wote, na kila mmoja akazungumza kwa lugha yake, Allah subhanahu wa ta'ala atamsikia kila mtu na atamfahamu kwamba amesema nini. Laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami'u al-basir. Lakini pia al-basir katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni al-basir, anaona na sisi tunathibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba al-basir, wala hatupingi na wala hatuwezi kubadilisha maana hii tukasema sio kuona hivi kama imemanishwa hivi. Lakini pia hatuwezi kufananisha tukasema anaona kama hivi, haitakiwi kufanya hivyo, kwa sababu sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zinalingana na utukufu wake. Sasa wakaja watu wakapinga, wakawa wanapinga sifa hizi, na Iblis na Shetani akapitia humo, kana sema mnasema Mwenyezi Mungu anaona au Mwenyezi Mungu anasikia. Eti wakaona kufanya hivyo
kwamba ndio sawa, na kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utakuwa umemfananisha Allah na viumbe. La, tutasema kusikia imekuja kuona, kwamba anaona vipi? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiu al-basir. Lakini pia tutasema kwamba anaona kulingana na utukufu wake. Na uoni wa wanadamu una mipaka. Kwa mtu akikaa ndani hawezi kuona nyuma ya ukuta, ama hawezi kuona anayepita njiani ama anayepita barabarani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaona sana. Uoni ambao unalingana na utukufu wake. Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna jani, majani ya miti yote unayojua, hakuna jani ambalo linadondoka isipokuwa analifahamu na ameliona. Kwa hivyo hapa pia kipengele hichi Ibilisi akapita katika kumshawishi na kumpoteza mwanadamu katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake, wa bisifati kamalihi, sifa ambazo na ukamilifu wake. Na wao wakadhania kwamba wanakimbia, lakini unavokataa kwamba wasema Allah subhanahu wa ta'ala haoni, inakuwa ni sifa mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasikii, kwa maana kuna wale wanaokimbia kama nasema usiseme Mwenyezi Mungu anasikia, utamfananisha na viumbe. Usiseme Allah subhanahu wa ta'ala anaona, utafananisha na viumbe. Tunasema kwamba tunathibitisha zile sifa ambazo amethibitisha yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, na sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha. Hatufananishi, hatupingi, hatubadilishi maana, bali tunathibitisha, lakini tunasema yaliku bijalalihi, sifa hizo zinalingana na utukufu wake. Katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba Mtume anasema anateremka. Allah anateremka kila siku usiku, kisha anawaambia wako wapi waliokosea mchana, niwasamee usiku, na wale waliokosea usiku niwasamee mchana. Hapa yanzilu rabbuna, anateremka Mola wetu. Sisi tunathibitisha kwamba Allah anateremka. Anateremka vipi? Hatujui. Yaliku bijalalihi, ambao unalingana na utukufu wake. Je, tunafananisha ni kama nini? Hatufananishi. Je, tupinge? Hatupingi. Je, tubadilishe maana? Haitaki kubadilisha maana, bali tunataka kuthibitisha muda wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake wamethibitisha sifa hizo. Lakini pia wabima akhbara bihi rusuluhu anhu, kwamba Iblis na Shaitan wanakuja wanampa shaka mwanadamu juu ya yale ambayo mitume wameyatolea habari. Bal kanachotakiwa Muislamu ni kuamini, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, taatuhu fima amara
wa tasdiquhu fima akhbara, kusadikisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatolea habari, kwani Mtume hatamki kwa matashi ya nafsi yake isipokuwa ni wahi ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii katika kufuru inaingia pia shirk. Kama ikiwa mtu hamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana anaweza akawa na vitu vyake vingine ambavyo anaamini. Kuna wengine wakaamini masanamu, kuna wengine wakaamini mizimu, kuna wengine wakaabudu ng'ombe, wengine wakaabudu moto, wakaingia katika shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo ambapo shetani pia anacheza sana na mwanadamu katika kumtoa katika imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumuingiza katika shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki, ndugu zanguni, sio kwamba shirki ni kuabudu tu masanamu. Huenda shirki ya kuabudu masanamu ikawa imepungua kwa asilimia kubwa, lakini kuna shirki nyingi ambazo zipo hasa katika mazingira haya ya sasa. Watu wameingia katika shirki za mbalimbali. Kwa aina zake zote mbili, shirki kubwa na shirki ndogo. Na shirki kubwa inamtoa Muislamu katika nini? Katika Uislamu. Na shirki ni jambo la hatari, na ni katika madhambi makubwa namba moja, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na washirikina ni wengi. Hatuwezi kusema kwamba shirki imeisha. Shirki bali inaongezeka. Na kusadikisha hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, wengi wao hawatomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bal wengi watakuwa ni washirikina. Sema za ushirikina, hutumuona labda mtu anaabudu ng'ombe ama anaabudu masanamu, lakini kuna shirki tofauti tofauti. Kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kuomba ad-du'a ghairi Allah, kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mtu akawa anaomba mawali masharifu, au mtu akawa anaomba watu waliokufa, kwamba kuna watu wanaamini kwamba watu waliokufa, kwa mtu anakwenda kaburini anamuomba eti yule mtu aliyokufa, yeye ndiye anamuomba huyo mtu. Yule mtu ana shida, anahitaji kuombewa, yeye anakwenda kumuomba shida zake na kumlilia shida zake. Yani huyo aliyoko kaburini anatarajia na anatamani lau akaombewa dua, akatolewa sadaka, lakini anakwenda kaburini ati
kwenda kumwomba, na wengine wakasema mizimu, eti kwa mizimu ni wale watu waliokufa zamani. Mtu anakwenda kuomba katika mizimu. Ama saa nyingine hata jina anasema mizimu wamekataa jina hili kwa mtoto, kwamba eti mizimu wamekataa, ndio maana mtoto analia sana, inabidi abadilishiwe jina kwa sababu mizimu wamekataa. Ni shirki katika dua. Lakini pia kuna watu wanaomba watu ambao wanaamini kwamba watu hao ni watu ambao ni watukufu. Kuna wale kama Abdul Qadir al-Jailani, ya Abdul Qadir al-Jailani, wakimuomba na wakaimba kaswida zingine ambazo zina kufuru kwamba Abdul Qadir shay'un lillah, kwamba na sehemu katika nini, katika Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Jailani, ya Hussein, na ya Fatima. Na kuna wengine wakaandika kwenye magari yao ya Hussein ya Aliyun, kwamba kimuomba kwamba Ali, wakimuomba Hussein, ya Hussein ishfini, ya Hussein urzuqni, kwamba ewe Hussein ni ruzuku, ewe Hussein ni ponye, ya Aliyun kadha. Ashirku billah, kule kutaka kuondoshewa matatizo na shida, maradhi kwa wafu waliokufa, ni shirki, ni katika shirki ambazo ni kubwa, katika shirki ambazo ni kubwa ambazo zinamtoa Muislamu katika dini yake. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahadan, na kwa hakika misikiti yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usimuombe pamoja na Allah yeyote.